Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, waligani mwana familia wangu wa Top 5 Media, ni mwingine poa, tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa, na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu ya Singida Black Stars wakiwalika timu ya Yanga Sports Club. Mchezo unatarajiwa kufanyika kwenye majira saa 10 kamili za jioni pale kwenye dimba la Airtel Stadium uliopo mkoani Singida. Huu ni miongoni mwa michezo muhimu kwelikweli, ambapo Yanga Sports Club kwa upande wake anahitaji alama 3 muhimu ili aweze kujihakikishia kuendelea kutawala pale juu mwa msimamo mwa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kama ninavyofahamu, mchezo wa mwisho wa ligi kuu klabu ya Yanga waliweza kupata sare dhidi ya mtani wake wa jadi Simba Sports Club kwenye ule mchezo wa Kariakoo Derby. Hivyo huu ni miongoni mwa michezo ambayo klabu ya Yanga hesabu zake inabidi ziweze kuwa makini kwelikweli kwenye kuhakikisha anaondoka na alama 3 muhimu, alama ambazo zitamsaidia kwenye kupambania ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa katika kuhakikisha klabu ya Yanga anafanya vyema kwenye mchezo siku hii ya leo, mapema kocha mkuu wa klabu ya Yanga hapa namzungumzia bwana Pedro Gonzalez, yeye amekwisha weza kukiweka wazi kikosi chake cha kwanza ambacho ndicho kitakwenda kupambania alama 3 muhimu kwenye mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati yao dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini pia kocha huyu ameweza kugusia kwamba licha kikosi chake hiko kuwa na kasoro katika maeneo mbalimbali kwa kuwakosa nyota wao muhimu ambao mara zote huwa wanaanzaga kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa upande wake atapanga kikosi ambacho kitaleta matumaini na kupata alama 3 muhimu kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa mimi niko hapa na kikosi cha kwanza ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro Gonzalez atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo pia kuna majina ya nyota ambao wataukosa mchezo huu kutokana na sababu mbalimbali. Vyote hivi nitakuja kukusogezea hapa Top 5 Media ili uweze kufahamu ni kikosi gani ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro anakwenda kuanza nacho na mbinu gani atakazotumia kwenye mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini pia ni wachezaji gani ambao kutokea ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga watakaokwenda kukosa mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini kabla sijakujuza na kukusogezea haya yote, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwanafamilia wangu. Kama wewe hii ndio time yako ya kwanza na join nasi hapa, alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa mwanafamilia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja hiki kikosi, ngoja nikutajie nyota ambao watakosa mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Yanga dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Mchezaji wa kwanza ni Mohamed Damaro. Mchezaji huyu ataukosa mchezo huu kutokana na sababu za kupata kadi 3 za manjano, hivyo atahusika kabisa kwenye mchezo huu. Lakini mchezaji wa pili ni Dickson Jobu ambaye yeye pia ataukosa mchezo huu kutokana na sababu za majeraha yake ambayo aliweza kuyapata kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa Kariakoo Derby, majeraha ambayo yatamweka nje ya uwanja kwa takribani wiki 10 au zaidi, hivyo hata kwa hivyo sehemu ya kikosi kwenye mchezo huu. Lakini mchezaji wa tatu ni Pacome Zouzoua ambaye naye pia yupo nje ya uwanja ama ataukosa mchezo huu kwa kuuguza majeraha yake ambayo yanamkabili. Mchezaji wa 4 ni Clement Mzize ambaye pia anaokosa mchezo huu kutokana na majeraha yake ambayo yanamkabili. Hivyo unaona hapo wachezaji wote wanne hao nilokutajia
ni muhimu kwelikweli, na mara zote huwa wanaanzaga kwenye kikosi cha kwanza wanapokuwa fiti. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu wa ligi kuu dhidi ya timu ya Singida Black Stars, tarajia kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi hiki cha kwanza ambacho kocha Pedro atakwenda kuanza nacho siku hii ya leo. Bila kupotezea muda wako, tuende tukaangazia haraka kikosi cha kwanza kwa upande wa timu ya Yanga. Huenda kocha Pedro atakwenda kuanza nacho siku hii ya leo. Golini hapa tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akiendelea kuaminika na kusimama kwenye milingoti mitatu kulingana na ubora wake na uhitaji wake ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Kwa upande wa beki nambari 2 tegemea kumuona mchezaji si mwingine bali mchezaji Yao Tora Kwasi akienda kuziba kwenye eneo la beki nambari 2, lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona mchezaji Shedrack Boka Isaka akienda kuzima vyema kwenye eneo la beki nambari 3, lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Bakari Nondo Wanyeka akishirikiana vyema na Ibrahim Abdullah Baka kwenye eneo la beki nambari 4 na beki nambari 5. Kwa upande wa kiungo nambari 6 tegemea kumuona mchezaji Aziz Andabwile akienda kuzima kwenye eneo hilo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 sasa hapa tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akiendelea kuaminika kwenye eneo hilo la winga nambari 7, huku kiungo nambari 8 tegemea kumuona mchezaji Duke Abuya akiendelea kuzima kwenye eneo hilo la kiungo nambari 8. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona mchezaji Aurelio Depu akienda kuzima kwenye eneo hilo kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Alan Okero akienda kuanza kwenye eneo hilo, na winga ya kushoto tegemea kumuona mchezaji Buba Jamei akienda kuanza kwenye eneo hilo la winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Unaona gani kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea muda huu hapa mwana michezo wangu? Tuandikie kupitia sehemu hiyo hapo ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote tukifanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.